Asante. Mimi kwa majina naitwa Odero, ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Civic and Legal Aid Organization SILAO yenye makao yake makuu jijini Arusha, kaskazini mwa Tanzania. Kwa shirika letu tunafanya kazi katika masuala ya utetezi wa haki za binadamu, masuala ya demokrasia, utawala bora, masuala ya haki za kiraia, kwa mfano uhuru wa kujieleza, uhuru wa kupata taarifa, uhuru wa kukusanyika. Ndo kazi zetu kubwa. Kwa hiyo mimi nimedumu katika eneo hili la utetezi wa haki za binadamu kwa muda mrefu. Nimepata uzoefu maeneo mbalimbali katika masuala ya utetezi, lakini vile vile nimeshuhudia kwa umri wangu na kwa kazi zangu, nimepata wasaa wa kuweza kukutana na hata kuhudhuria vikao mbalimbali vya upatanisho na hata kukutana na watu ambao wamepata madhila mbalimbali, hasa madhila yanayotokana na masuala ya siasa. Mara moja nilimekutana na marehemu kwa sasa aliyewahi kuwa waziri mkuu wa Kenya, Bwana Raila Odinga. Kwa sasa ni marehemu, Mungu aiweke roho yake mahali pema. Lakini mara nyingine nimekutana na viongozi wa Burundi wakihudhuria kwenye vikao vya upatanisho chini ya marehemu Benjamin William Mkapa pale Arusha. Lakini nimekutana na makundi mbalimbali ambayo yamepata madhila kutokana na haki zao kukiukwa, hasa jamii za wafugaji katika maeneo mbalimbali nchini, maeneo kama Msomera, Ngorongoro, Loliondo, Rorya, Nyatwali, Bunda na maeneo mengi. Kwa hiyo walau kwa umri wangu, kwa kazi zangu, kwa uzoefu nilionao, nimeshuhudia. Kwa ninapozungumza juu ya upatanisho, juu ya maridhiano, walau nina uzoefu. Sasa pamoja na yote, nianze kwa kutoa pole kubwa sana kwa kilichotokea Oktoba 29, ambapo ndugu zetu, watoto wetu, dada zetu, kaka zetu, mama na baba wamepoteza maisha yao kwa kuuliwa. Nitoe vile vile pole kwa watu ambao wana majeraha kutokana na maandamano ya tarehe 29 Oktoba. Nitoe pole pia kwa watu ambao wamepoteza mali zao kutokana na hayo maandamano, kwa sababu kulikuwa na uharibifu wa mali vile vile. Lakini vile vile uharibifu, nitoe pole sasa kwa Watanzania vile vile, kwa sababu mali zingine ambazo zimeharibiwa ni mali za umma, kwa maana ya ofisi za umma kama mahakama, majengo kama ya TRA, majengo ya TAKUKURU. Haya yote ni majengo ya umma. Kwa hiyo ni pole kwa uharibifu huo kwa mali zetu za umma. Sasa yameshatokea yaliyotokea, na zipo sababu ambazo zimesababisha au zimepelekea matukio kama hayo yatokee. Kwa sababu binadamu kwa asili yake ni kiumbe cha amani na utulivu. Lakini pindi binadamu huyo anapopatwa au anapogundua kwamba haki yake imeporwa au haki yake inaelekea kuporwa, binadamu huyo anaweza akabadilika na hali ya utulivu na amani ikatoweka kwake. Sasa kilichotokea Oktoba ni funzo kwetu na matatizo ya muda mrefu ambayo yanahitaji hatua za dharura, hatua za kati na hatua za muda mrefu kuzitatua. Kwa sababu unapokuwa katika taifa ambalo
linakuwa na sonona. Sonona ambalo limesababishwa na mambo mengi. Ukienda kwa vijana ambao wamemaliza vyuo mbalimbali, ambao hawajapata kazi, wengine wana miaka 10, wengine wana miaka zaidi ya 10, na wanatoka katika familia duni, hawana chochote, na wamesoma na sasa wako mitaani, wengine wakilazimika kutembeza labda karanga za 3,000 mtaani. Amesoma kwa mateso na akiwa na matumaini kwamba kesho yake itakuwa bora. Anamaliza chuo, anaanza kukaa mitaani bila kitu chochote, anapata sonona. Mtu wa namna hii, kijana wa namna hii, endapo atapata labda kusikia au akashawishika, ni rahisi sana kutokana na hali yake kukosa amani na utulivu na kuweza kufanya chochote ambacho kinaweza kikaja mbele yake. Tunao vijana wetu wamemaliza la 7, tunajua wamekwenda wapi, hawakufaulu kwenda sekondari. Tunao vijana wetu ambao wamemaliza form 4, au wengine katikati hapa wameanza form 1, hawakufika form 4, hawakumaliza. Wako wapi? Nani anajua wanafanya shughuli gani? Uchumi gani ambao unaweza ukawakomboa? Kundi lote hili linasumbuliwa na sonona. Sonona ya maisha, sonona ya uchumi. Lakini tunayo sonona ambayo imesababishwa na kutopata mifumo yetu ya utoaji wa haki. Kuna watu wamedhulumiwa haki zao, na pindi wanapokwenda kwenye vyombo mbalimbali vya kutoa haki, wamekuwa wakikosa hizo haki. Wanabaki na msongo wa mawazo, wanabaki na chuki moyoni. Tunao watu wamedhulumiwa ardhi zao, makundi kwa makundi. Kuna jamii, kwa mfano jamii ya wafugaji ambao wamehamishwa, wameondolewa kwenye wamenyang'anywa maeneo yao, nao wana sonona, wana msongo wa mawazo kwenye maisha yao. Tuna kundi la kwenye mfumo wetu wa siasa, ufanyaji wa siasa. Hapa ndipo ambapo sasa ni mfumo vile vile tujiulize, mfumo wetu wa ufanyaji wa siasa nchini Tanzania umesababishaje, au unaendelea kusababisha madhila gani, msongo kwa kiasi gani kwa wanasiasa na kwa wananchi? Yote hiyo inatengeneza msongo wote huu ambao ni aina mbalimbali ya sonona ambazo nimezieleza. Sonona ya kiuchumi, sonona ya kisiasa, sonona ambayo inatokana na watu kukandamizwa na kukosa haki zao, sonona ya watu kutokuwa na imani na vyombo vinavyotoa, vyombo vya usalama, vyombo vinavyotoa, vyombo vya utoaji wa haki, mahakama, polisi na kadhalika. Vyombo hivi, angalia kwenye utendaji wa serikali, viongozi ambao wamepewa dhamana, wananchi wanawaonaje? Vijana wanaonaje maisha yao? Leo hii mtu anachaguliwa, anateuliwa kuwa waziri, baada ya miezi 4 maisha yake yamebadilika, amekuwa na ukwasi wa hali ya juu, wanawaringishia watu mali zao. Tunaona watoto wao, ndugu zao, maisha ambayo viongozi wanaishi yanajaza chuki, yanajaza sonona kwa watu. Kwa hiyo maadili ya viongozi wenyewe, wanavyoishi, wanavyotatua matatizo ya wananchi, wanavyosema, wanavyo-communicate, wanavyoongea na wananchi, wanaongea katika mfumo gani? Wanaongea katika mfumo wa wao kama ni watumishi, watumwa wa wananchi, au wao sasa wamekuwa ni mabwana wa wananchi na wananchi wamekuwa watumwa wao, sasa ni wafalme, wana amri, wanaweza wakafanya chochote. Sasa hayo yote niliyoyataja yanatengeneza kapu moja, ukiyaweka kwenye kapu moja kubwa linatengeneza bomu, ambalo sasa bomu likiwepo linahitaji namna tu ya kubonyeza button fulani ili bomu hilo lilipuke.
Kwa yaliyotokea Oktoba 29 ni muunganiko na mchanganyiko, ni mchanyato wa vitu vingi. Sasa ilipotokea sasa uhamasishaji kwamba tuandamane Oktoba, imekuwa ni rahisi sana kwa kutokana na msongo au sonona hiyo na ambayo imetengeneza bomu kuweza kulipuka. Sasa yametokea yaliyotokea, kila moja ameshuhudia na hakuna ambaye anaweza akasema kwamba hajashuhudia, na hakuna ambaye anaweza akasema kwamba siwajibiki kwa yaliyotokea. Tunapoanza ibada ya misa takatifu huwa tunaanza kwa kuungama na kwa kutubu, na kwenye maungamo yetu ya jumla kwenye hiyo sala tunasema kwamba nimekosa mimi kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kututimiza wajibu. Kwa hiyo yaliyotokea Oktoba 29 yametokea kwa sababu ya mawazo, yametokea kwa sababu ya maneno, matendo na kwa kutotimiza wajibu. Na kwenye kutotimiza wajibu katika hayo yote, ni nani anaweza akathubutu kusema kwamba mimi katika hayo yote, mawazo, maneno, matendo na kutimiza wajibu, ni nani atasema kwamba hajahusika? Hujahusika ndio kwenda kuchukua bunduki na kwenda kumpiga mtu aliyekuwa anaandamana barabarani. Lakini je, umewajibika au uliwajibika kwenye taasisi kama kiongozi au kama mtu binafsi katika kusema? Umewajibika kutoa sauti kutetea watu wanaoumizwa? Umewajibika kuweza kusema au kwa maneno na matendo kama uko kwenye ofisi fulani, kuweza kuwajibika ili kuweza kutoa uwajibikaji wa maneno, matendo ili kuzuia hayo yote? Sasa tunahitaji nini kama taifa baada ya Oktoba 29? Tunahitaji kuponya taifa. Tunahitaji kutengeneza upya misingi, taifa lenye misingi, taifa lenye mifumo ya utoaji wa haki, mifumo bora ya uendeshaji wa siasa nchini, mifumo bora ya uchumi utakaotibu tatizo la ajira nchini ambalo ni bomu kubwa. Na haliwahi kusema jambo hilo marehemu Edward Lowassa, Mungu ampe pumziko jema, kwamba tatizo la ajira kwa vijana ni bomu. Kwa hiyo tunataka tutoke hapa, lazima tuwe na maridhiano kama taifa. Maridhiano ambayo tunaridhiana maeneo gani? Lazima kama taifa turidhiane kwenye eneo la mfumo wetu wa ajira, mfumo wetu wa maendeleo, mfumo wetu wa uchumi ambao utakwenda kutibu tatizo la ajira kwa vijana nchi. Nimesema tunao vijana ambao wamemaliza darasa la 7 hawakuendelea na kwenda kupata elimu nyingine, aidha ya ufundi au elimu ya kwenda form 4. Tunao vijana wetu ambao katikati hapa wameacha shule kwa matatizo mbalimbali, sababu mbalimbali. Tunao vijana wetu ambao wamemaliza form 4 hawakuendelea mbele. Hilo makundi hayo tunahitaji kutibu, kujua wako wapi, tunatibuje tatizo lao la ajira. Tunataka tutibu tatizo hilo. Ni sehemu ya kwanza kabisa ya maridhiano. Na tunapozungumza maridhiano, watu wasiweze kuinuka na kufikiria kwamba maridhiano ni kwa ajili ya ufanyaji wa siasa peke yake, uchaguzi peke yake. Tunahitaji maridhiano kwenye mfumo wetu wa uchumi. Na nimesema uchumi ambao utatibu tatizo la ajira. Mtu yeyote ambaye hana kazi ataishi maisha ya kusononeka, atakuwa na msongo mkubwa wa mawazo, na msongo huo mkubwa wa mawazo utamsababisha aweze kutenda lolote baya lililoko mbele yake. Kwa sababu mtu ambaye hana ajira, mtu ambaye hana kazi, anaishi kwa msongo, anakosa matumaini ya leo yake na kesho yake. Kwa hiyo
lolote baya anaweza akalitenda kwa sababu hana matumaini. Tunahitaji maridhiano kwenye mfumo wetu wa utoaji wa haki mahakamani, polisi, kwa maana ya vyombo vyetu vya usalama. Tunahitaji maridhiano. Polisi, mahakama, hivi ni vyombo vya utoaji wa haki. Tunahitaji kutengeneza mfumo wa nchi, tunahitaji maridhiano ambayo yataleta ujenzi mpya na mfumo bora mpya wa utoaji wa haki kwenye vyombo vyetu vya utoaji wa haki, polisi na mahakama. Tunahitaji maridhiano kwenye eneo la ufanyaji wa shughuli za siasa nchini. Tunahitaji kujenga mifumo bora na mageuzi kwenye mifumo yetu ya ufanyaji wa siasa. Tunataka tujenge mifumo bora, maridhiano ambayo yataleta mifumo bora ya kufanya siasa kwa kuaminiana. Mfumo wetu, tukifanya maridhiano kwenye mfumo wetu wa siasa ambao utatujengea watu kuaminiana, ambao utasababisha mwanachadema amuone mwana CCM kama raia wa Tanzania na ndugu yake, kaka na dada yake. Tunataka kujenga maridhiano ya mfumo wa siasa ambapo CCM wataweza kuona kwamba wana ACT, wana Chadema na vyama vingine ni vyama ambavyo viko Tanzania kwa mujibu wa sheria, na kila chama na kila mtu ana haki ya kuongoza, tofauti na sasa jinsi ilivyo, ambapo ukiwa mwana CCM unaona kwamba mwana Chadema hana thamani yoyote na hastahili kuongoza nchi hii. Tunataka tutengeneze mfumo, hapo lazima turidhiane ili tujenge mfumo wa kuaminiana kama wananchi na kama taifa. Yaliyotokea Oktoba, mengine yametokea kwa sababu ya kutokuaminiana, mfumo wetu mbovu wa ufanyaji wa siasa. Tunahitaji kufanya maridhiano kwenye mfumo wetu na vyombo vyetu vinavyohusika na shughuli za siasa nchini. Na vyombo hivyo ni pamoja na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, ofisi ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi, kwa sababu vyama vya siasa ndio mahali ambapo tunapata viongozi wa kuongoza nchi. Kama kwenye vyama vya siasa vyenyewe havina maridhiano, na hapa tunapozungumza maridhiano kwenye eneo la siasa ni pamoja na maridhiano ndani ya vyama vyenyewe vya siasa. Vyama vyenyewe vya siasa nchini ndani kwao kwenyewe, ndani ya vyama vya siasa hakuna maridhiano. Ndio maana hata vyama vyenyewe vinapopokezana saa zingine uongozi kuna kuwepo na shida, na kuna vyama ambavyo kuna shida. Mfano tumeshuhudia hata kwenye teuzi mbalimbali za kugombea nafasi ndani ya vyama, anashinda bwana fulani au bi fulani, lakini yani wananchi wamefanya ndani ya vyama, wanachama wamefanya kura ya maoni, akashinda Juma, lakini analetwa Bi Asha. Haji vile vile maridhiano kwenye mfumo wa uendeshaji wa siasa ndani ya vyama vyenyewe. Vyama vyenyewe vimilikiwe na wanachama, kwa maana ya umma wa wananchi, ili wananchi, wanachama wa vyama hivyo ndo wawe na sauti, na sio kikundi kidogo cha watu kiweze kumiliki vyama vya siasa. Hapo ndo matatizo vile vile hutokea. Tunahitaji maridhiano katika maeneo hayo. Tunahitaji maridhiano ambayo yatajenga msingi, na nimeongelea swala la msajili wa vyama. Ofisi ya msajili wa vyama iwe ni ofisi ambayo inalea, inasimamia na inakuza demokrasia na sio kunyonga demokrasia. Tunahitaji maridhiano kwenye mfumo wa uchaguzi, ili tuwe na mfumo wa uchaguzi ambao wenye kuaminika, ambapo mtu yeyote akitaka kugombea
anakuwa na imani kwamba mimi ninachukua fomu, ninagombea, nina imani na wale watu ambao wanasimamia mfumo wa uchaguzi. Tukijenga mfumo huo, maridhiano yatusababishe tuwe na mfumo huo. Sasa maridhiano yatusababishe tunafanya maridhiano kwenye eneo la rasilimali za taifa hili, rasilimali za taifa hili na matumizi yake. Lazima kama taifa eneo la lazima tufanye maridhiano na tutengeneze mifumo ambayo itawezesha raia wa taifa hili kunufaika na rasilimali zilizopo, kwa sababu rasilimali hizi zilizopo kwa mujibu wa katiba tulionayo sasa, pamoja na changamoto zilizomo kwenye katiba, lakini katiba imetaja matumizi, lengo la matumizi ya rasilimali za nchi hii zielekezwe kwenye nini? Kuondosha umaskini, kuondosha umaskini. Kwa tunataka maridhiano kwenye eneo la matumizi ya rasilimali za nchi hii, ili rasilimali za nchi hii zitumike kwa ajili ya kumtengenezea Mtanzania, raia Mtanzania furaha, happiness kwenye taifa hili. Kwa tunataka kama tuna madini ya dhahabu, Watanzania wafurahi, uchumi wao unone, mifuko yao inone kwa sababu tuna dhahabu. Kama tuna uranium, kama tuna ardhi nzuri, tuna mito, tuna maziwa, tuna milima, tuna mbuga za wanyama, rasilimali zote hizi zimpe mwananchi furaha na zisimtengenezee mwananchi sonona. Kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo tunahitaji maridhiano. So maridhiano ambayo mimi ninasema sio maridhiano ya kisiasa tu, ni maridhiano katika maeneo yote hayo niliyoyataja. Maridhiano kwenye maeneo vyombo vya utoaji wa haki, maridhiano katika matumizi, mgawanyo sawa na matumizi sawa ya rasilimali zetu. Hayo ndio maeneo ya. Sasa tunafanyeje ili tufike huko tunakotaka? Nimesema tunahitaji ujasiri. Ujasiri wa kukiri na kukubali kwamba kama taifa kilichotokea Oktoba 29 kilitokea kwa sababu ya sisi raia pamoja na watu ambao tumewakabidhi mamlaka hawakutimiza wajibu wao. Lazima tukiri. Tukisha kuwa na ujasiri wa kukiri kwamba kilichotokea Oktoba 29 kimetokea kwa sababu tumefeli kama taifa, basi tunakwenda sasa hatua nyingine ya kuwa na uungwana. Uungwana utasababisha, tumeshakiri, sasa tuwe waungwana wa kusema yametokea haya, tunafanyeje? Je, kila moja aendelee kumnyoshea mwenzake kidole na kumlaumu kwamba wewe ndio umesababisha, wewe ndio umesababisha, mimi nilikuambia hivi, wewe ukusikia? Je, tuendelee hivyo? Wangu mimi nasema hapana. Lazima tuwe na uungwana sasa wa kusema tumekosa kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Wajibu kama binadamu, wajibu wetu kama watu, wajibu wetu kama viongozi, wajibu wetu kama vyama vya siasa, wajibu wetu kama raia wa taifa hili, wajibu kama viongozi wa dini. Tumekosa, hatujalitendea haki nchi, taifa la Tanzania. Kwa tukifika hapo, tumeshakiri, tumejawa ujasiri, tumekuwa waungwana, basi sasa tuseme tunatokaje? Tukae tuzungumze. Na kukaa kuzungumza ni ujasiri. Baba Askofu Mkuu Gervas Nyaisonga, ambaye ni askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya, wakati anatoa mahubiri kwenye ibada ya kuwaombea marehemu
na watu ambao walipata madhila walio kwenye maandamano ya Oktoba 29, alisema kwamba ujasiri sio kushindwa. Ujasiri wa kuweza kusamehe sio kwamba ni kushindwa, sio udhaifu. Kwa tunahitaji kukaa mezani, na kwenye meza hii hatuhitaji kumwacha hata mtu mmoja nje. Na kwenye maridhiano ambayo mimi ninapendekeza, na aina ya maridhiano ninayopendekeza kuhusu mifumo yote ambayo nimetaja, hatuhitaji kumwacha mtu hata mmoja. Na sio maridhiano ambayo tunasema kwamba viongozi wa vyama vya siasa watakaa mezani pale na kujadili. Tunahitaji maridhiano ambayo sauti za kila Mtanzania kwa makundi yao, sauti za vijana, tuwaulize vijana wetu, nini ambacho taifa hili linawakosea? Nini ambacho wazazi wetu, wazazi wenu, yaani sisi wazazi, tuwaulize hao vijana wetu, tumewakosea wapi? Tumewaacha wapi? Uchumi wetu umewaacha wapi? Na wao wanataka nini? Tuwasikilize. Tuwasikilize wanawake wanataka nini, tuwasikilize wazee wanataka nini, tusikilize kila mmoja. Haya ndio maridhiano ya kitaifa. Haya sio maridhiano ya kisiasa, ni maridhiano ya kitaifa ambayo yatakuwa na ajenda ambazo zinagusa maeneo mengi kama nilivyosema, maeneo ya utoaji wa haki, maeneo ya ugavi na usawa katika rasilimali zetu, maeneo ya uongozi na utawala, maeneo ya uendeshaji wa shughuli za siasa, maeneo ya vyombo vinavyosimamia demokrasia kama ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, ofisi ya tume ya taifa ya uchaguzi. Maeneo yote hayo lazima tukae tuzungumze, na mazungumzo hayakwepeki. Na niwakumbushe Watanzania, sio mara ya kwanza katika taifa hili kukaa na kuzungumza. Baada ya matokeo ya uchaguzi ya mwaka 2000 Zanzibar, na baadaye tukapata shida ya maandamano na watu wakauawa, na kwa mara ya kwanza taifa likapokea damu, likamwaga damu, na tukasababisha watu kukimbia, tukazalisha wakimbizi kwenda Shimoni, Mombasa. Taifa kule Zanzibar watu walikaa, walizungumza. Lakini tukumbuke mabadiliko yaliyo ya katiba ya Zanzibar ambayo yamesababisha leo tumekuwa na serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar, yalifanyika baada ya mazungumzo ya wawili waliokutana, viongozi wawili, Maalim Seif Sharif Hamad marehemu, sasa Mungu ampe pumziko jema, pamoja na aliyekuwa rais wakati huo Bwana Karume. Wakakutana. Kukutana kwao hakukuwa ni kazi rahisi. Wamekutana, lakini kilichotokea, wafuasi wao walilia huko nje, walileta vurugu. Lakini mwisho mazungumzo, kukutana kwa Maalim Seif na Karume ulizaa kamati ya maridhiano na mazungumzo, na baadaye wakaenda hatua mbele ya kutengeneza mifumo ya kisheria. Lakini tukumbuke mwaka 2010 mara baada ya uchaguzi uliokuwa na vuta ni kuvute kati ya chama cha Chadema pamoja na chama cha CCM, mgombea wa Chadema akiwa Dr. Slaa pamoja na mgombea wa CCM akiwa Jakaya Kikwete. Baada ya ule uchaguzi, siku Rais Kikwete wakati huo anakwenda kuzindua bunge, wabunge wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ambao ndo walikuwa majority kwenye bunge, walitoka nje, walimsusia Kikwete. Asa jambo lile, Kikwete ni rais wakati huo, kwa vyovyote jambo lile lilimuuma. Lakini nini kilitokea? Kikwete aliwaalika viongozi wa Chadema Ikulu kuzungumza. Matokeo ya mazungumzo ya Kikwete na Chadema yalizaa nini? Matokeo yake yalizaa
kuanzishwa kwa mchakato wa katiba mpya. Mchakato ulianzishwa, japo sasa kwa sababu hatukujenga culture, utamaduni wa kuzungumza, tulivurugana tena kwenye bunge la katiba na tukaachana. Lakini baadaye Rais Samia alipoingia madarakani, baada ya kilichotokea, Mungu kumpenda Dr. Magufuli marehemu, Mungu ampe pumziko jema. Baada ya kilichotokea, Samia aliapishwa kama rais. Taifa lilikuwa limegawanyika kwa sababu ya matokeo ya uchaguzi wa 2019 na uchaguzi wa 2020, ambapo matokeo yake chaguzi hizo mbili zilitengeneza shida sana kubwa kwenye nchi. Rais Samia alianzisha mchakato wa maridhiano, kuzungumza. Akaita makundi mbalimbali, lakini vile vile alizungumza na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, peke yao uweza kuzungumza. Sasa katikati hapo kuna matokeo chanya ya mazungumzo baina ya Rais Samia na makundi mbalimbali pamoja na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Lakini baadaye maridhiano hayo hayakuzaa yale matunda ambayo yalitarajiwa, kwa maana ya sasa kuweka misingi imara kwenye sheria. Lakini tumefika hapa, tunahitaji sasa kukaa kuzungumza. Mazungumzo hayakwepeki. Nimetoa mifano hiyo, lakini ipo mifano mingi. Afrika ya Kusini, Mandela amekaa jela miaka 27. Waafrika Kusini, Waafrika walinyanyaswa, waliumizwa na makaburu wachache. Lakini Mandela alipotoka jela, je, Mandela alihesabu mateso yote ya miaka 27 ili kuwa sasa kujenga chuki na kutopeana mkono? Mandela alisema hapana. Mandela alitoa mkono kwa watesi wake. Kama taifa, yeyote unayedhani amesababisha mateso katika taifa hili ni raia wa Tanzania, ni mwenzetu, ni dada yetu, ni mama yetu, ni baba yetu, ni kaka yetu, ni ndugu zetu. Tutoe mkono wa kusalimiana kama alivyofanya Mandela. Nimalizie kwa mfano mwingine wa Odinga, ambaye amekuwa bingwa wa kuweza kutoa mkono kwa kuweza kupatana. Alipatana na Rais Moi marehemu, alipatana na Kibaki marehemu, akapatana na Kenyatta Uhuru, akapatana na Ruto, na taifa likasonga mbele. Na hata wakati ambapo maandamano ya vijana nchini Kenya yalipotokea, ambayo nusura iangushe taifa hilo, bado Odinga alinyosha mkono na kukutana na Rais Ruto na wakajenga. Tuna nafasi bado, kwa kila mtu kwa nafasi yake, kama raia, kiongozi wa chama chochote cha siasa, viongozi wa dini, kila mtu katika nafasi yake ana sehemu ya kunyosha mkono. Tumejifunza binadamu ni kiumbe ambacho kinajifunza siku hadi siku, na ndio maana binadamu ni kiumbe kinachokuwa. Unazaliwa, unakuwa, na kila siku binadamu anapaswa kuishi leo na sio jana. Yaliyotokea Oktoba 29 yametokea, tumeyaona, tumeyapokea. Tuyapokee kwa moyo wa huzuni mkubwa sana, lakini tupokee yaliyotokea Oktoba 29 kwa ujasiri wa kwenda mbele kutengeneza, kwamba tujifunze. Kwa hiyo pamoja na yaliyotokea kwamba yametokea kwa sababu tulifunga milango ya kusemezana, kuzungumzana na kuridhiana, tumepata funzo, tumejifunza. Tuanze kuishi sasa, tusiishi jana. Rais Samia wakati anapewa hati ya kuchaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pale ofisi za tume, kwenye hotuba yake fupi alisema,
huu sio wakati wa kujenga ukuta, ni wakati wa kujenga madaraja. Sasa pamoja na yote yaliyotokea, ni kama binadamu nichukue maneno ya Rais Samia siku hiyo kuwa ni msingi sasa wa kuanza kutengeneza. Alisema sio wakati wa kujenga ukuta, ni wakati wa kujenga madaraja. Yaliyotokea Oktoba 29 na yanayoendelea ambayo yameendelea kutokea baada ya Oktoba 29, yote tuyaweke kwenye kapu moja, alafu tuyafunge kwenye kapu moja, na hayo yatupe ujasiri, yatupe nguvu ya kuona umuhimu wa kuridhiana. Tusiyaone tu, yani tuyaone kwamba haya ndio yatupe nguvu. Yani kwa nini tunaridhiana? Ni pamoja na hayo kwamba hapana, yametokea yaliyotokea tarehe 29. Je, tuendelee labda kukamata vijana wetu, watoto wetu, kuwapa kesi nzito nzito? Hapana. Haya yote yaliyotokea, yanayoendelea, yatupe nguvu, yatupe ujasiri. Twende kwenye meza ya maridhiano, tuanze upya, tuanze ukurasa mpya, tufungue ukurasa mpya, tuanze kujenga Tanzania ambayo vijana wetu watafurahia. Tunataka tujenge taifa ambalo ukizaliwa Tanzania hautakuwa na tamaa na kutamani kwenda nchi yoyote. Hata ukienda, utaenda labda kwa kufanya kazi kwa muda tu, lakini mawazo yako yote yatakuwa nchini kwetu. Tunataka tujenge taifa ambalo watu wake watajivunia kuwa na furaha. Tunataka tujenge taifa la watu wenye furaha na nchi yao. Kwa sasa hatuwezi kuanza na katiba. Kwa sasa tunapaswa kwanza kuridhiana na kujenga utamaduni wa kuaminiana. Tukianza na hayo, utamaduni wa kuridhiana, kupendana, kuaminiana, sasa hatua zinazofuata ndio hizo za kutengeneza mifumo ambayo ni katiba. Hatuwezi kuanza sasa na katiba. Tunaanza kwanza kuweka msingi wa taifa hili. Tuanze na msingi wa kuaminiana. Tuanze na msingi wa kupendana. Chadema waamini CCM. CCM waamini ACT. ACT waamini Tadea. Tadea waamini Chadema. Chauma. Wakatoliki waamini Waislamu. Waislamu waamini Wabudha. Wabudha waamini Wakatoliki, Walutheri, Waanglikana. Tunataka tuanze kwanza na msingi wa kuaminiana. Sasa msingi wa kuaminiana unaletwa na kuzungumza. Tukisha zungumza, tukikutana, tukazungumza mezani, tutaanza kuambizana. Wewe umekosea pale, mimi nimekosea hapa. Sasa tunakwendaje? Tuweke msingi. Alafu baadaye ndio tutaanza sasa, ili haya yote asijirudie. Tuone, je, mfumo wetu, katiba yetu, kuna sehemu imesababisha haya? Tutengeneze. Je, tabia zetu za viongozi wetu zimesababisha haya yaliyotokea? Tutengeneze. Kwa hiyo zipo hatua za dharura. Kwa mfano, kama kwenye baraza hili ambalo rais anataka kuliunda, rais lazima aangalie sana. Kuna sura za watu kwenye baraza la mawaziri na kwenye serikali ya Rais Samia, sura ambazo Watanzania hawaridhiki nazo. Sio kwamba waridhiki nazo kwa sababu ya jamii zao wanakotoka au sura zao uweusi na uweupe. Matendo yao na maneno yao kwa wananchi yanawahudhi wananchi. Rais Samia anayo nafasi hapo ya kuanzia kutengeneza baraza ambalo watu wakiliona aondoe watu ambao wamejawa kiburi, wanawanyea na wanawatapikia vijana, na vijana wanapoona mfumo wa maisha yao yanawaudhi, na haraka sana vijana wanachukua mkondo mwingine wa kuweza kutafuta haki.
Mbinu mojawapo ni kwamba kwa sasa walioko kwenye mamlaka, kwa maana kwamba hapa ninapozungumza mamlaka ninazungumza walioko serikalini kwenye mamlaka, walioko kwenye vyama vya siasa, taasisi mbalimbali, walioko kwenye NGOs, walioko kwenye taasisi za dini na raia, waanze sasa kuona namna gani wanaanza kufungua mikono. Hilo ndo mbinu mojawapo. Kila mmoja aone kwamba je, ninahitaji kufungua mikono kwa ajili ya mwenzangu? Kama ndio, itakuwa ni mbinu nzuri sasa ya kuanza, na tuanze kuongea na tuache utamaduni wa kuficha vichwa vyetu kwenye mchanga, tukidhani kwamba hatutaonekana kwamba tunaficha. Tusifiche jambo lolote, tuseme, lakini tunasema kwa kutoa namna ya kwenda mbele na namna ya kujenga. Kama nilivyosema, tunataka tujenge taifa lenye furaha. Niwasihi kila mmoja, yaliyotokea Oktoba 29 yatufunze na tuyajutie, tuyafanyie kazi ili mbele kuwe na mwanga. Sidhani kama kuwaza tena kurudisha vijana wetu, watoto wetu barabarani ni suluhu katika taifa hili. Na yeyote, tusijenge utamaduni huo wa kudhani kwamba kwenda barabarani na kufanya maandamano ndio yanaweza kuwa suluhu la matatizo yetu. Tuanze kuzoesha vijana wetu utamaduni wa kuzungumza. Tukae mezani kuzungumza haya matatizo. Tumeona yaliyotokea Oktoba 29. Tuyapokee kwa huzuni, tuyapokee kwa ujasiri wa kufanya nini? Wa kutengeneza misingi ya kutokujirudia. Kwa mimi siwezi nikasema kwamba leo kwamba vijana wetu Oktoba kwamba kuna watu wanapanga warudi. Ni wasii sana. Ni msii rais ambaye sasa ndio mwenye mkuu wa nchi, vyombo vyake, vyombo vya usalama na ulinzi vya nchi hii viweze kutumika kutatua matatizo ya nchi. Kwa natarajia watu wa idara ya usalama wa taifa wameona yaliyotokea tarehe 29 Oktoba, waje na mbinu za kuponya. Wote wanaomzunguka rais pamoja na chama chake waone umuhimu wa haraka sana kuweza kuanza mchakato wa haraka sana kuweza kuondoa haya yote. Na ni kama nilivyosema, sipendekezi kwamba njia bora ya kuweza kutatua matatizo yetu yawe ni kwamba kuingiza vijana barabarani. Matatizo yetu, ninapendekeza utatuzi wa matatizo yetu kwa njia ya mazungumzo. Kwenye mazungumzo ndipo ambapo vijana watasema kinachowaudhi kwenye nchi yao. Hawapendezwi na nini? Watasema hatupendezwi. Watamwambia Madam President, hatupendezwi labda na unavyoongoza. Watamwambia Madam President, hatupendezwi na aina ya watu ambao umetuwekea. Umetuwekea ma-DC makatili mfano, umetuwekea marasi ambao hawatusikilizi, wakurugenzi ambao umetuwekea hawatusikilizi, watendaji wa vijiji, watendaji wa mitaa hawatusikilizi. Mahakama zetu, tukienda mahakamani hatupati haki, polisi wanatunyanyasa. Tunataka tusikie sauti za vijana, sauti za wananchi wengine, wazee, wakina mama, lakini kwenye meza ya nini? Ya mazungumzo, ili tutatue. Kwa mimi sipendi na sipendekezi upepo wa kuweza kusema kwamba twende barabarani. Na yeyote hata kama ni mwanasiasa anayedhani kwamba kwenda barabarani kunaweza kukamnufaisha, anajidanganya. Kwa sababu tukijenga utamaduni wa kila kitu
kipatikane kwa njia ya maandamano barabarani. Hata mimi nikiwa rais leo ninaweza nikafurahia hayo maandamano kwa sababu yamenifanya labda niwe rais. Kesho hayo maandamano yataniondoa ofisini. Sasa mimi sidhani na sipendi kufika katika kufikia kwenye taifa la namna hiyo ambayo taifa hilo linatatua mambo yake kwa njia ya barabarani. Nataka tuwe na taifa ambalo linakaa, watu wanazungumza, wanasikilizana, wanatatua. Migogoro ipo, na kwenye migogoro ndio tunapima viongozi na watawala. Kwenye migogoro ndo tunapima kwamba huyu ni kiongozi kwa sababu ana majibu, ana majawabu. Maridhiano nimesema kwa hatua ya sasa niwaalike raia wa taifa hili, kila moja atoe maoni yake, anataka ni muundo upi wa maridhiano wanapendekeza. Kwa hiyo maridhiano haya ninapenda sana yawe yamilikiwe na raia wa taifa hili. Wao watoe maoni, NGOs mbalimbali watoe maoni, wanatakaje muundo upi wa maridhiano. Vyama vya siasa vije na agenda, vijiandae namna gani tutoe mapendekezo. Baadaye sasa namna gani tuunde na nini, tutoe mapendekezo, kila mmoja atoe mapendekezo, kwa sababu taifa hili tunajenga wote, na tumesema tumekosea, tumewakosea, tumekoseana. Na hatari kubwa sana tusipokaa pamoja na tukaridhiana. Maana yake kwamba yaliyotokea Oktoba yanaweza kuwa sasa ni sehemu ya utamaduni wetu mpya. Sasa ukishafika hapo, huna taifa ambalo mtaweza kukaa na kufaidi. Mimi ni Mkristo, na kwenye Biblia kuna sehemu inasema, ni kwenye Zaburi, kwamba tazama ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja na kwa umoja. Na kwa umoja. Kwa hiyo itakuwa ni vyema na kupendeza Watanzania wakikaa pamoja kwa umoja, bila kubaguana, kwa kuaminiana, ili wafaidi rasilimali zilizoko nchi hii. Hii nchi na mipaka yake yote na rasilimali zilizopo, wote ambao wamezaliwa humu na wote ambao watakuwepo humu na watakaozaliwa. Lengo la Mwenyezi Mungu kutupa hii nchi, hakutupa ili wewe ufe kwa vidonda vya tumbo ambavyo vimesababishwa na kukosa chakula. Hili sio taifa ambalo tunapaswa kuona vijana wakihangaika barabarani na nguo mbili na karanga. Hili ni taifa ambalo limejaliwa rasilimali. Ni taifa ambalo tunataka tuone vijana wakiwa viwandani, wakipata ajira safi. Hatutaki kuona taifa ili watu wakianza kuhangaika na kula miguu ya kuku na utumbo wa kuku. Hili ni taifa ambalo tunataka watu wafurahi. Ukiona nyuso za vijana wafurahi, nyuso za wanawake wafurahi, nyuso za wazee zifurahi. Hili sio taifa ambalo watu wake wanapaswa kuishi kwa huzuni na msongo na sonona. Hili ni taifa ambalo Mungu amelibariki, ni taifa ambalo ni kama pepo, mbingu. Yaani hapa ni kama, kwa wale wanaosoma Biblia, hii ni Eden, asali, maziwa, nchi ya furaha, mbele kuna mwanga. Nimezungumza mengi, kwa hiyo ni wito tu na ombi kwa kila raia wa Tanzania, apokee huu mzigo uliotokea Oktoba 29 kama mzigo wake. Kwa sisi wazazi, tupokee, tuone kwamba watoto wetu wamepoteza maisha yao, vijana wetu wanateseka, tuna majeruhi, tuna watu wana huzuni. Tupokee mzigo huo mioyoni mwetu. Viongozi wa dini wapokee huo mzigo.
Madam President apokee mzigo huo, viongozi wa asasi mbalimbali na wananchi wapokee huo mzigo, tuone huo mzigo namna ambavyo tutatua huo mzigo na tuweze kujenga taifa lenye furaha. Ninaamini bado tuna nafasi kubwa ya kutengeneza. Tusiruhusu nafasi tulionayo ikatoweka. Mbele kuna mwanga.